Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa majina naitwa Sigfrid Mbuya, ni afisa mazingira wa jiji. Lakini katika mamlaka yetu tuna pia mamlaka ya maji na usafi wa mazingira AUSA, ambao wanadili na mifumo yote ya maji safi na maji taka. Kwa ningeomba kama kuna AUSA hapa akatujibu. Kwa hiyo wewe una kazi kwenye hii tuhuma. Una kazi utakufanya. Mkuu wa Mkoa, swala la mazingira ni swala shirikishi kwa kila mmoja. Ninahusika pia mkuu wa mkoa. Kwa nini unaita mtu mwingine wakati unahusika? Ni sahihi mkuu unavyosemea, lakini kwa swala la kimamlaka maji safi na maji taka. Hapana mkuu. Hapana mkuu. Wewe jukumu lako ni nini? Jamani wananchi tusikilize tujifunze pia, si ndio? Ili utende haki lazima umsikilize pia, si ndio? Ndio. Basi tuambie jukumu lake ni nini? Yaani unakula mshahara kwa kazi ipi? Nashukuru mkuu wa mkoa. Kwangu mimi kama afisa mazingira, swala la kwanza nahakikisha kwamba jiji ni la kijani. Kwenye swala la kijani, jiji kuwa la kijani, kuhakikisha kwamba miti inapatikana ya kutosha na wananchi wanayapanda kwa kutosha. Pia mimi nadili kwenye masuala ya compliance ya miradi yote ambayo itahitaji tathmini ya athari ya mazingira, EIA, Environmental Impact Assessment and Audit, pamoja na masuala mengine yote ya kimazingira zaidi kwenye awareness. Kwa mfano masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kuwa na kampeni mashuleni kwa ajili ya kuwajenga vizazi vya leo ili kesho viwe viendelevu kwa masuala mazima ya mazingira. Kwa hiyo hii kazi ya mtaro hii na mazingira haya ya hii mito na watu kujenga hapa kwenye mito, kukata miti ni uko nje? Hapana mkuu, kama nilivyosema kwamba swala la mazingira ni swala shirikishi. Hata wewe binafsi ninahusika mkuu. Unahusikaje? Ninahusika. Kwa mfano tukiangalia kwenye sheria ya mazingira imetaja wazi kwamba kuna ile sheria namba 58 kifungu cha kwanza na cha pili kwamba ni mita 60 mwananchi asijenge ama asiendeshe shughuli zote za kijamii kwenye maeneo hayo. Swala la kutekeleza sheria mkuu. Kwa hiyo hapa sheria imetekelezwa. Kwa hapa mkuu tuna changamoto ya Arusha. Labda nieleze kidogo mkuu. Tukiangalia hapa mkuu kwenye hili eneo, maeneo mengi ya Arusha hayajapangwa. Asilimia karibu 80 ya jiji la Arusha halijapangwa na watu wamejenga hata kabla ya hizo sheria. Pango miji huko ndio nipo mkuu. Swala la mazingira ni swala mtambuka. Wewe unahusikaje? Mimi nahusika mkuu kwenye swala zima la sheria. Ni pamoja wewe umeshindwa kusimamia sheria. Kwa hivyo ukisema mji wote wa Arusha haujapangwa, na ni kweli. Ni kweli. Kwa hiyo wewe upo pale kwa ajili ya kuunga mkono kilichofanyika. Hapana mkuu, siungi mkono. Tofauti ya wewe na hao wenzako ni kwa. Yaani tofauti yako wewe na wenzako kwenye mto. Kwa mfano mkuu, kwa mfano tukiangalia sheria ya mazingira ya mwaka 2004, maeneo mengi wamejenga kabla ya sheria. Sheria tunaongea tofauti yako wewe. Sheria ni jamani, mkoa si mmoja, si ndio? Tofauti si watu wanaokuja pale. Wanabadilisha sheria. Kwa hiyo mfano tulikuwa na mtu aliyekwamisha utaratibu wa manunuzi ili tusipate mkandarasi atakayewezesha kujenga vivuko. Tumemtoa, tumeweka mtu mwingine, na wewe unajua ametoka. Naelewa mkuu. Na nimemtoa mimi. Ni sawa. Wala uoga kama nichukia atanichukia, ili wananchi wa jiji la Arusha wapate maendeleo. Sawa. Ametoka. Tumeleta mtu mwingine au tumebadilisha sheria? Nimemleta mtu mwingine. Kwa hiyo mtu mwingine na tenda zinatangazwa na mikataba na sahihi. Uwajibikaji. Kwa hiyo umeshindwa kuwajibika. Kwenye hili mkuu unanionea. Kama tuna kwa sababu mkuu nimekuuliza eti nimesema
ameshindwa kuwajibika, jibu ni ndio au hapana. Sasa kwa hiyo umetoka wapi? Labda nadhani AUSA angeweza akalielezea mkuu. Wewe sasa kuna mshahara lakini. Ndio. Kwa hiyo kwa mshahara wewe hapo maswali tunakuuliza AUSA. Swala la mamlaka mkuu. Ni kwa mfano mimi ukaniambia swala la maji. Mtu anajibu kwa mshahara wake. Wewe ni sheria yako na ni mamlaka yako. Alafu ushakwenda kwa mkoa wilaya. Ndio. Kalalamika kwamba nashindwa kutekeleza kazi kwa sababu ya 1 2 3. Hapana mkuu. Ushakuja kwangu? Hapana. Mimi na mwaka sasa hivi mmoja. Ndio. Kwa ndani ya mwaka mmoja sehemu ya kutembea dakika 2 hujawahi kuja. Ndio. Sehemu ya kwenda dakika 3 kwa mkoa wa wilaya hujawahi kwenda kulalamika unashindwa kutekeleza majukumu yako. Kwa sababu watu wa mipango miji, watu wa AUSA wameshindwa. Maana wewe na wao ni kitu hicho. Alafu nakuuliza wanasema ulizo fulani. Nakuuliza wewe una mchango gani unanisomea sheria? Sheria imenipa mamlaka nani? Ni wewe au nani? Sheria mkuu imenipa mamlaka kuitekeleza. Wewe umekuwa mamlaka kuitekeleza. Lakini Wangapi unawapeleka mahakamani kwa kuvunja sheria uliopewa kusimamia? labda mkuu, kwenye hili ningeomba nisikilizwe kidogo. Nakuuliza swali. Nikusikilize jamani. Yaani tutumie huu mkutano kukusikiliza wewe ambaye ofisi yako na ofisi ya mkuu wa wilaya ni dakika 3. Ofisi yako na mkuu wa mkoa na dakika 2. Kweli, yaani watu wote. Ndio maana mkuu, Kukusikiliza wewe ambaye una nafasi ya kusikilizwa kwenye vikao vya ndani. ndio maana mkuu nikasema kwa issue ya mamlaka mbili tofauti ningeomba AUSA wakazungumzia. Tofauti yako. Oya, mimi nakuuliza cha kwako. Wewe ufai, tutafute mtu ambaye anaweza akasimama kwa nafasi yako ila mamlaka nyingine ifanye kazi. Hapana mkuu. Amekuwa mmoja sekunde tu. Hapana mkuu. Sababu pia imetoka Longiro kule, tunahitaji afisa mazingira kule. Akasaidia kusimamia ukao. Mkuu, naomba nifuatilie yote kwa uwajibikaji. Sio ufuatilie, sio kuja kwenye mkutano tuanze kufuatilia. Ulitakiwa wewe, yaani malalamiko yao Wananchi. ulitakiwa wewe Umeyafuatilia, umegundua changamoto iko wapi, na sio kugundua changamoto iko wapi. Umeenda na sehemu husika, ndio maana kuna ngazi kwako na mkurugenzi, una meya, una mkuu wa wilaya, una mkuu wa mkoa, una wizara. Mkuu, naomba niachukue kwa ushirikiano na hizi mamlaka tuweze kusolve matatizo haya. Sawa. Changanya tu kazi. Changanya. Siamka huko na kunipeleka. Changanya. Umekaa muda gani hapa Arusha? Na miaka 6. Una miaka 6. Ndio. Basi inatosha. Anayemwagisha basi nani hapa? Fanye mchakato wa uhamisho. Kila laheri uko utakaopangiwa. Nashukuru. na mtu atakayekimbizana na spidi.